Mimi ni Askofu Isaac Amani, askofu wa Jimbo Kuu Katoliki Arusha, na mshukuru Mwenyezi Mungu kwa nafasi hii tena ya kuwa hewani kutoa maneno machache kuhusu kazi kubwa iliyo mbele yetu ya kutabaruku kanisa kuu la jimbo. Kwanza kabisa tukirejea kwenye historia ya wokovu, baada ya ujenzi wa hekalu la Yerusalemu, Mfalme Sulemani alitoa sadaka ya kulitabaruku hekalu, na ni kazi ambayo ilichukua miaka 46. Ndipo akatoa sadaka za amani kwenye kitabu cha kwanza cha Wafalme sura ya 8 aya 62 hadi 63, kwamba baada ya kujenga hekalu liliwekwa wakfu, limetabarukiwa ili iwe ni nyumba ya sala, makutano ya Mungu na watu. Sasa sisi pia tunapoangalia hili zoezi la ujenzi wa kanisa kuu la jimbo, tuchukua muda na watu wengi wakaona dhana labda haitawezekana, lakini sasa imewezekana. Kwa hiyo hata sisi yatupasa tumshukuru Mungu kwa kutuwezesha kujenga kathedrali. Kathedrali ni sura ya jimbo, inaonyesha umoja wa jimbo, inaonyesha uhai wa wanajimbo, inaonyesha pia juhudi za wanajimbo kuweka mawazo pamoja, kumwekea Mungu mahali pema, mahali pazuri pa kukutana naye, ndiyo hekalu, ndiyo kanisa la jimbo. Lakini tunajua pia kwamba hilo ni jengo. Uhai wa jimbo sio jengo. Uhai wa jimbo ni hawa waliojenga kanisa hilo, wa Kristo, waamini. Waamini walio hai kiimani, waamini ambao wako hai kijamii, waamini ambao kimaendeleo wanatambua wao ni jimbo gani na yawapasayo kama wanajimbo wanachangamkia. Kwa hiyo kuna sura ya jimbo, ndio kanisa kuu, lakini kuna uhai wa jimbo, ndio waamini wote, walei, watawa na maklero kwa pamoja. Basi sisi sasa hivi tunasali sala ya kuomba Mungu atuwezeshe kushirikiana kuadhimisha hiyo siku ya kutabaruku kanisa kuu. Tutaiweka wakfu nyumba ya Bwana tarehe 7 mwezi wa 8 mwaka 2026. Sasa tunahitaji kuwa na muda wa kujiandaa, muda wa kujiandaa kiroho kwa tendo hilo kubwa la kutabaruku kanisa kuu la jimbo. Kwanza ni nia kumshukuru Mungu kwa kutuwezesha kufikia hatua hiyo, lakini pia nafasi ya kumshukuru Mungu kwa ajili ya kuwaombea wale wote waliojitoa kwa hali na mali hata kuifikia siku ya kutabaruku nyumba ya Mungu. Hii ni hatua ya maana sana, inatia moyo. Tunarithisha kizazi kijacho juhudi zetu na matumaini yetu vile vile. Lakini pia itakuwa ni nafasi ya kuliombea jimbo letu baraka. Tumeshajenga jengo, tuko hai, watakuja wengine ambao wataendeleza mipango ya imani na uchungaji hapa jimboni. Kwa hiyo tunajiombea sisi wenyewe wanajimbo, tunaomba umoja, tunaomba ushirikiano kama familia ya Mungu, ili mipango yetu ya kushuhudia imani na uchungaji iweze kwenda vizuri. Kwa hiyo tutatangaza tarehe 5 na tarehe 12 Jumapili zifuatazo. Tarehe 5 na tarehe 12 Julai, tangazo lifanyike kwenye makanisa yote, ili waamini sasa, watawa na maklero, tushiriki wote kwenye hili la semina ama kongamano maalum ya kutuandaa kwa zoezi la kutabaruku kathedrali. Na zoezi hili la semina ama kongamano ni tangu tarehe 19 mpaka tarehe 26 mwezi wa Julai 2026. Kongamano hili linaongozwa na dhamira itokayo kwenye kitabu cha pili cha Nyakati, Mambo ya Nyakati, sura ya 7 aya ya 16, ikisema, maana sasa
nimeichagua nyumba hii na kuitakasa, ili kwamba jina langu lipate kuwako huko milele. Yatakuwako na macho yangu na moyo wangu daima. Haya ni maneno ambayo yataongoza kongamano la wiki nzima, tukitafakari maana ya kutabaruku kanisa kuu. Kila mtu anaitwa ajiandae. Kila familia inaalikwa ijitayarishe. Kila jumuiya na jamii mbalimbali tunaalikwa sote tujiandae. Kila kigango na kila parokia wajiandae. Kwa kitu gani? Kwa kujitakasa, tufanye toba. Maana tunapoingia nyumba iliyokuwa wakfu, inafaa pia tujitambue ni mahali patakatifu. Tunaalikwa tujiandae vizuri kwa njia ya toba, kwa njia ya upatanisho na kwa njia ya kuungama, ili tuweze kuwa ni watu safi tunaoingia kwenye nyumba iliyo safi. Kama Musa alivyoambiwa avue viatu vyake, maana hapa alipokuwepo ni uwepo wa Mungu ulikuwepo. Vivyo hivyo na sisi pia, kwa kuthamini zoezi hili, kila mtu anaalikwa ajitakase, ajiandae vizuri. Lakini pia ni kwa njia ya kuelewa maana ya kuwekwa wakfu, kutafakari uaminifu wetu kwa maagano ambayo tumefanya na Mungu. Yako maagano ambayo ndio msingi wa Ukristo wetu. Kuna maagano ya ubatizo. Maagano ya ubatizo ndio mwanzo kabisa wa kutangaza tumemtambua Mungu, sisi ni watoto wa Mungu na wa kanisa. Kwa hiyo tunakagua uaminifu wetu kwa maagano ya ubatizo. Tunakagua pia uaminifu wetu kwa maagano ya kipaimara, kuwa askari hodari, kwa Wakristo watimilifu. Je, kutabaruku jengo hakutuambii tujitafakari vizuri kuhusu uaminifu wetu wa kipaimara? Tuko maaskari kweli, tunapigana vita ambavyo vinampendeza Mwenyezi Mungu? Kuna pia maagano ya ndoa. Watu wamefunga ndoa, waweka maagano kati yao wawili, lakini Mungu ndiye anawaunganisha. Uaminifu katika maagano hayo yanafanya maisha ya imani kudhihirika na kutangaza na kushuhudia Mungu anavyounganisha watu wawili kwa kitu kimoja. Wanavyosafiri pamoja katika ndoa yao, wanaimarishana, wanakuwa matumaini kwa watoto wao, na ndivyo ushuhuda unaonekana wa kuwa chumvi ya dunia na mwanga wa ulimwengu. Lakini pia kuna wale wanaweka nadhiri, maisha ya wakfu, na mapadi ambao wanapadirishwa. Sasa mapadi wawekwa wakfu, wanadhiri wa mapadi na mashemasi pia, hao nao wajitafakari katika maagano yao, wametamka nini. Na sasa tunaadhimisha jambo kubwa la kumpa Mungu jengo hili ambalo ni jasho letu, lakini mwenyewe analibariki ili liweze kuchukua sura sasa iliyo tofauti kabisa na changarawe, matofali na sementi. Kwa sababu katika kitabu cha Wafalme, kitabu cha kwanza cha Wafalme sura ya 9 aya 3 hadi ya 9, anaeleza kwamba Mwenyezi Mungu katika jengo hili anasikia maombi na dua za watu. Sasa kama anasikia maombi na dua za watu, wasipoomba na kutoa dua itawezekanaje tupate baraka? Hili la kwanza ile kutabaruku, tunaweka nyumba hii sasa iwe wakfu, niwe ni mahali ambapo tunakutana na Mungu wetu, kwamba yeye mwenyewe anasikia, ana masikio ya kusikia maombi na dua zetu. Kwa hiyo tuende pale kuomba na kutoa dua zetu. Lakini ya pili, amelitakasa. Ni yeye anayelitakasa, litapakwa mafuta ya krisma hilo kanisa. Sasa Mungu amelitakasa hekalu liwe nyumba ya makutano na Mungu kwa nyakati zote. Sasa hilo sio la kawaida, hilo tumejenga sawa. Sasa Mungu anaweka hapo mkono wake, amelitakasa ili pale mahali pa makutano. Unapokosa misa Dominika kwa mfano, unapoacha kuna kanisani kupata zile huduma zake, unajinyima mwenyewe baraka ambazo Mungu ameziweka wazi. Kwa hiyo anatuambia hivyo. Na la tatu, Mungu anasema kabisa kwamba nawe wewe unayemwamini Mungu uenende kwa uaminifu mbele za Mungu. Kuna faida gani kuingia kanisani unatoka ulivyoingia bila kupata baraka zake?
Kwa hiyo nawe uenende kwa uaminifu mbele za Mungu kwa kushika amri zake na sheria zake na hukumu zake kwa ukamilifu wa moyo na uadilifu. Mungu anaahidi kwamba ataimarisha maisha yetu, ataimarisha matumaini yetu, ataimarisha uhai wetu ili atuvushe tuingie kwenye umilele. Hivyo kwamba tunavuka kutoka mambo yanayoonekana na kuingia kwenye mambo matukufu yasiyoonekana na ya milele. Kwa hiyo ndugu zangu wapendwa, tunapofanya haya matayarisho, naomba kila mtu ashiriki kikamilifu. Hilo kongamano limetayarishwa na mtu ambaye ana uwezo mkubwa sana kutuangazia kuhusu kutabaruku kanisa letu, hekalu letu, na hivyo jimbo tupige hatua kubwa ya kwenda mbele kwenye umoja, mshikamano, na tupate baraka kutokana na hili zoezi. Na karibisheni nyote. Matangazo yatakayofanyika tarehe 5 na 12 ya wahamasishe kila mmoja wetu tuweze kukutana kwenye kongamano la tarehe 19 mpaka 26 Julai, maandalizi kwa ajili ya kutabaruku kanisa kathedrali Jimbo Kuu Katoliki Arusha. Mungu atubariki. Karibuni nyote, tujiandae kwa hilo zoezi. Tumsifu Yesu Kristo.